Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Khamenei ameweka masharti matatu kwa ushirikiano wa Iran na Marekani ili uweze kufikiwa. Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, anasema kuwa Iran na Marekani zina tofauti za kutoelewana na migogoro ya kimaslahi, lakini ameongeza kuwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili unawezekana ikiwa masharti fulani yatatimizwa. Khamenei amezungumza katika mkesha wa mwaka wa kukaliwa kwa mabavu ubalozi wa Marekani mjini Tehran, akisema iwapo Marekani itaacha kabisa uungaji mkono wake wa utawala wa Israel, itaziondoa kambi zake za kijeshi katika eneo hilo na kuacha uingiliaji wake, suala hilo linaweza kuchunguzwa. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Iran amesisitiza kuwa ombi la Marekani kutaka ushirikiano na Iran halitazingatiwa katika siku za usoni, bali katika siku za baadaye. Saa chache kabla ya hotuba ya Bwana Khamenei, mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump yalipeperushwa, ambapo alisema Iran inatazamiwa kufikia makubaliano na Marekani. Anasema Bwana Donald Trump, rais wa Marekani, kwamba bila shaka hawasemi hivyo na hawapaswi kusema hivyo. Hakuna mpatanishi mzuri angesema hivyo, lakini Iran inatazamia sana kufanya makubaliano, Donald Trump alisema katika mahojiano na mtandao wa Marekani wa CBS News. Katika hotuba yake, Khamenei amesema matamshi ya wale wanaozingatia kusema kifo kwa Marekani kuwa sababu ya uadui na Marekani dhidi ya taifa la Iran ni kubatilisha historia. Kauli mbiu hii si suala ambalo Marekani italipinga taifa letu kwa njia hii. Suala kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ni mzozo wa kimaslahi, alisema Ayatollah Khamenei. Aidha, aliongeza kusema kwamba asili ya kiburi cha Marekani ni kwamba haikubali chochote isipokuwa kujisalimisha. Hivi ndivyo marais wote wa Marekani wanataka, lakini hawakusema. Lakini rais wa sasa alisema, na kwa kweli alifichua utendaji wa ndani wa Marekani. Khamenei amesema kwamba Iran kamwe haitoweza kupiga magoti na wala haitoweza kujisalimisha kwa Marekani. Wakati hotuba ya Khamenei, walihudhuria waliimba kauli mbiu za kifo kwa Marekani na kifo kwa Uingereza. Haya ni mataifa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakinyonya mataifa mengi, hasa mataifa yanayoonekana dhaifu katika ulimwengu. Khamenei hakurejea moja kwa moja mazungumzo kati ya Iran na Marekani katika matamshi yake, lakini alisema kwa maoni yake tofauti kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ni tofauti za kimbinu, bali ni tofauti za kiasili pia. Katika siku za hivi karibuni, nchi mbili za Oman na Qatar ambazo zilikuwa wapatanishi baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na serikali ya Marekani pamoja na nchi za kimagharibi zimetaka Iran na Marekani kurejea katika meza ya mazungumzo. Katika mahojiano na mtandao wa Al Jazeera wa Qatar ambao ulitangaza kuwa ukamilifu mnamo siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa Tehran haina haraka ya mazungumzo na kusisitiza kwamba ziara ya hivi karibuni ya naibu wake Majid Takht Ravanchi mjini Muscat haina uhusiano wowote na Marekani na hakuna mabadiliko ya ujumbe yamefanyika kuhusiana na suala hilo. Kabla ya vita vya siku 12, Iran na Marekani zilifanya duru 5 za mazungumzo yaliyopatanishwa na Qatar, lakini siku 2 kabla ya duru ya 6 ya mazungumzo, Israel na Marekani zilianza mashambulizi dhidi ya Iran. Majid Takht Ravanchi, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ambaye alikuwepo kwenye mazungumzo hayo, alisema wiki iliyopita kwamba rais wa Marekani Donald Trump alimwambia Khamenei katika barua kwamba ndani ya siku 60 za mazungumzo tutafikia makubaliano au kutakuwa na vita. Marekani inasema Iran haipaswi kuendelea kurutubisha madini ya uranium, lakini Iran imetangaza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kwamba haitoacha kurutubisha madini hayo ya uranium. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema mnamo siku ya Jumatatu kwamba sasa watashirikiana na Urusi katika ujenzi wa vinu 8 vya nyuklia, licha ya kwamba Marekani imeonya isiendelee na mpango wake wa nyuklia. Katika mahojiano yaliyotangazwa usiku kwenye mtandao wa Marekani wa CBS, Rais Trump alisema kuwa ana uhakika kuwa Iran haina tena uwezo wa nyuklia baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani. Lakini kuhusu ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema uharibifu ni mkubwa. Majengo yaliharibiwa, vifaa na mashine zetu ziliharibiwa, lakini teknolojia haijaharibiwa. Teknolojia haiwezi kuharibiwa kwa mabomu.
lakini cha zaidi ni kile ambacho Marekani ilikuwa ikihoji, ziko wapi kilo zaidi ya 400 za uranium iliyorutubishwa ambayo Marekani ilidhani tayari wameshaiharibu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian katika ziara yake hivi karibuni kupitia shirika la habari la nishati atomiki la Iran alisema kuwa serikali inaunga mkono kwa nguvu zake zote uendelezaji na uimarishaji wa uwezo wa nyuklia, na kusisitiza kwamba inawezekana kujenga upya vituo vilivyoshambuliwa na kujenga vituo vingine vipya vya nyuklia nchini humo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.